tayari niko na wageni wangu hapa, ambapo niko na Bwana Mbaruk Magawa ambaye ni meneja kiongozi wa usajili wa wanachama wa masoko na masoko kutoka PPF, lakini pia niko naye Bi Lulu Mengele, meneja uhusiano kutoka PPF. Na wote hawa wamekuja hapa kwa ajili ya mada yetu ya asubuhi ya leo ambayo tunatazama mchango wa mfuko wa jamii katika kuleta maendeleo ya nchi. Na watu wengi ambao ni wanachama wa mifuko hii ya hifadhi ya jamii huangalia mafao kama manufaa pekee wanayoyapata kutoka katika hii mifuko. Lakini imegundulika kwamba kuna dhana pana zaidi ya mchango katika maendeleo ya taifa kutoka kwenye hii mifuko. Kwa kwanza tutaanza hapa na meneja kiongozi usajili wa wanachama pamoja na masoko kutoka PPF, Bwana Mbaruk Magawa. Na utaweza kutuelezea hii dhana pana ambayo ni zaidi ya kile ambacho watu wanakifahamu ikoje? Asante. Ni kweli kwamba kama mfuko wa pension, labda kabla sijakwenda kwenye hiyo dhana pana, naweza nikasema kwamba watu wengi wanapojiunga na hii mifuko, unaposema mfuko wa pension ni kwamba unaongelea pension. Kwa hiyo ni mafao yale ya uzeeni. Hule haswa ndio mgongo wa kazi yetu na ndicho haswa kinachotarajiwa tukifanye mwishoni. Lakini ili ufanye hilo sasa kuna mambo mengi sana ambayo yapo, ambayo yanaweza akakufanya wewe ukaweza kujiwezesha kwamba kuweza kuja kulipa hata mafao ambayo ni ya pension. Kwa hiyo unajua mwanachama anapo kwenye mfuko anaweza akawa kwenye mfuko kwa miaka inayozidi 30. Hebu fikiria kijana amemaliza chuo kikuu, ana miaka 21, 22, anapata ajira yake, na akishapata ajira kwa nchi yetu sasa hivi anatarajiwa astaafu akifikisha miaka 60. Kwa hiyo hapo peke yake unaongelea miaka takriban 38. Kwa hiyo ndani ya miaka 38 atakuwa kwenye mfuko wa pension. Kwa hiyo mwishoni huko ndio anapata pension. Sasa ili aweze kuja kupata hiyo pension ni kwamba lazima swala zima la uwekezaji liwepo ili kuja kumwezesha huyu mtu mwishoni aje kupata pension ambayo ni pension bora. Kwa hiyo ni muhimu sana sasa ndani ya hii miaka 38 kuna vitu vingi vifanyike katikati hapa. Ili kwanza kama mwananchi kwa sababu anaishi na anapoishi ana mahitaji mengi tu. Kwa hiyo haya mahitaji yote, lakini kama mwananchi vile vile ana access zingine, yani anapata vitu vingine kutoka serikalini. Kwa mfano kuna swala zima la afya, kuna swala la usafiri, kuna vitu vingi sana ambavyo kama Mtanzania kuna elimu anatakiwa ipate kwa ajili ya watoto wake, yeye mwenyewe, ndugu zake. Sasa kama mfuko wa pension, kwa sababu unakuwa una fedha na una majukumu mwisho ya kulipa pension, ni lazima kwanza uwekeze. Na hili ni muhimu sana kwamba unaposema kwamba unawekeza, kwanza lazima uwekeze kwenye sehemu ambazo ni sahihi na sehemu ambazo kweli unawekeza kwa umakini. Sasa uwekezaji huu ndio swala la kwanza ambalo lipo zaidi ya mafao. Kwa kwanza nitapa mfano mdogo sana ambalo hili linahusisha karibu mifuko yote. Tumewekeza pale UDOM. UDOM ni chuo ambacho kimejengwa na mifuko ya pension. Sasa ukiangalia kama UDOM, unaweza kuangalia kwamba ni chuo kinatoa elimu. Lakini hebu anza kufikiria tangu mwanzo kwamba unaanza sasa kusema kwamba okay, natoa hela. Kuna mkandarasi ambaye atakayejenga. Huyu mkandarasi anaajiri watu. Hawa watu wanaoajiri wanapata mishahara. Wanapata mishahara, wana familia zao, wanaenda kusomesha, wanalisha familia zao, wanatoa misaada kwa ndugu zao. Hilo ni la kwanza. Lakini hiki chuo kikishakamilika, Watanzania wanakuja kusoma. Huyu kijana ambaye ni mwanachama wa PPF, tayari labda ana degree ya kwanza, anataka kwenda kusoma masters. Kuna kozi nyingi tu zinatolewa pale na chuo ambazo anaweza kuzipata. Na ile elimu anayoipata anaitumia yeye sasa kama Mtanzania kuzalisha katika nchi. Kwa hiyo hilo nalo tena ni faida nyingine. Lakini rudi chuo chenyewe, kuna ma-lecturer ambao wanapata ajira. Tanzania inahitaji walimu. Lakini ukiacha na hizo, bado kuna services au zile huduma zinazotolewa kwenye chuo. Kuna catering services, huduma za chakula ambazo ziko pale. Watu lazima, wanafunzi lazima wale. Na hao wanafunzi ili waweze kula ni kwamba lazima kuwe na watu wanaotoa hizo huduma.
huyu mtu anatoa huduma, kwanza anapata kazi yeye mwenyewe, anapata biashara, lakini vile vile wale watu ambao anawaajiri nao wanapata ajira, na wakishapata ajira, kwa hiyo unakuta kwamba uwekezaji ni kitu kimoja muhimu sana, na hilo nimechukua kama upande mmoja tu wa uwekezaji, na nimetoa kile chuo, niliona kwamba ni muhimu kwanza tukakiona, then tukaona faida zake na ni kwa nini mifuko iwekeze. Lakini unapoongelea mafao ambayo ni bora zaidi, sasa kwenye haya mambo ya kuwekeza, unapowekeza ni kwa sababu unapata wewe kama mfuko, unaweza sasa kupata marejesho. Yale marejesho kwa sababu ni madeni yako wewe kama mfuko, ya kuja kuweza kulipa ile ahadi ambayo umemwekea mwanachama. Sasa ukiangalia kwenye uwekezaji unaowekeza, bado unapata pato. Lile pato lina kodi. Ile kodi ndio hii sasa, kodi za mapato na nini, inakwenda TRA. Wote tunajua hela za TRA zinafanya nini? Ndio zinaingia kwenye mfuko wa maendeleo ya taifa. Kwenye kujenga mabarabara, kwenye kujenga mahospitali. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwepo. Naam, asante Bwana Mbaruk. Nikija kwako, meneja uhusiano kutoka PPF Bi Lulu Mengele. Ameweza kuzungumza mengi ambayo yamegusia katika upande wa jamii, lakini hii kwa upande wako, hebu tuambie mnashiriki vipi katika shughuli za kijamii? Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama PPF tunashiriki kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba PPF tunasaidia jamii inayotuzunguka. Kwa upande tu wa PPF tunaongozwa na sera ambapo inatuelekeza kwamba tukasaidie wapi kwenye jamii. PPF tuna sehemu mbalimbali ambazo zinatufanya sisi tuweze kwenda kusaidia wananchi, kwa sababu tunaamini kabisa kama alivyosema meneja kiongozi kwamba pamoja na kutoa mafao, pamoja na kuwekeza mfuko wa pensheni wa PPF, lazima turudi tena kwenye jamii kwa sababu tunazungukwa na jamii. Kwa hiyo PPF tunaangalia jamii kwenye upande wa elimu, kwa kuhakikisha kabisa kwamba tunasaidia elimu. Na PPF sisi hatumsaidii mtu mmoja mmoja, tunasaidia ile elimu kwa kutoa vitu mbalimbali, vifaa mbalimbali ambavyo vitamfanya huyu mwanafunzi aweze kusoma katika mazingira mazuri. Pamoja na hayo, lakini pia vile vile tunasaidia pia kumpatia vile ambavyo vitu muhimu ili aweze kusoma na baadaye aweze kupata elimu bora. Kwa sababu PPF tunaamini kabisa tunapowekeza kwenye elimu tunatengeneza taifa la kesho. Huo ni upande mmoja kwenye area ya elimu. Lakini pamoja na elimu vile vile PPF tunaangalia michezo, kwa sababu michezo ni afya. Mwanachama au jamii inayotuzunguka kama haina afya, basi hatutakuwa na taifa ambalo lenye maendeleo. Kwa hiyo tunaangalia michezo, tunaangalia pia vile vile afya. Afya tunasaidia kwa sababu tunaamini kabisa ili tuendelee PPF kupata wanachama lazima tutengeneze taifa ambalo lenye watu wenye afya. PPF tunaangalia kwa kiasi kikubwa sana kwa kusaidia vifaa vya hospitali, kwa kuwasaidia wamama ili waweze kuweza kuzaa salama. Tunasaidia ambapo ile mazingira ya hospitali mbalimbali au sehemu kabisa ya afya ziweze kupata huduma bora. Yaani mwananchi au wanachama, kwa sababu tunaamini wanachama wetu wako sehemu zote kwenye nchi yetu. Kwa hiyo anapoenda kuhudumiwa aweze kupata matibabu kukiwa kuna mazingira pia mazuri. Lakini pamoja na hiyo pia tunaangalia pia majanga mbalimbali ya kitaifa. Kwa hiyo PPF tuko sehemu zote, tunafanya shughuli zetu kwa ajili ya kuwekeza, lakini vile vile tunajali jamii inayotuzunguka. Nikija kwa upande wako Bwana Mbaruk, iko dhana kwamba watu wengi wanaihusisha mifuko hii, ukiachilia mbali hii mingine, tukizungumzia PPF wanahusisha sana na mambo ya mashirika ya umma na si mtu wa kawaida. Hebu tuangalie uhusiano ukoje hapa katika hali ya kuweza kuwapata hawa wateja. Ni kweli, kama labda niseme kuhusu PPF. PPF ni mfuko wa kila Mtanzania.